namna operation ya Israeli dhidi ya Wapalestina. Kama unakumbuka wa South Africa ndo walipeleka kesi kwenye mahakama ya kimataifa ya haki ya ICJ na ICC kuituhumu Israeli kwamba inavunja utaratibu na haki za kimataifa dhidi ya Wapalestina. Na wao wamekuwa wakisema hivyo kwa sababu wamekuwa wakikumbuka historia yao ya apartheid policy. Sawa, ile ambayo ilianzishwa mwaka 1978 dhidi ya kuwabagua Waafrika kutoka kwa wazungu. Kwa hiyo Afrika Kusini imekuwa wakiendesha kesi kali sana na kupressurize jumuiya ya kimataifa kuhakikisha kwamba hawa Wayahudi wanadhibitiwa zidi vitendo vyao ya zidi ya Palestina. Sasa Wamarekani na Wapalestina na Waisraeli wana ndoa ya kudumu kwa muda mrefu. Sasa vile vile ukitazama ukiacha tukio hilo, kuna Elon Musk kwa mfano, tajiri ambaye ana asili ya Afrika Kusini na Marekani. Naye aliwaambia Trump, bwana, kule wenzetu wazungu wanabaguliwa. Kwa wiki mbili zilizopita our Africans, wazungu wenye asili ya Afrika Kusini walikuwa kundi la watu 49 warowezi. Wakapanda ndege Afrika Kusini wakaenda wapi? Marekani kama kuomba hifadhi. Sasa hicho kitendo wa Trump kilimkera sana. Ndio maana moja ya speech ambayo alitoa Ramaphosa akasema kwamba we Trump usituingilie. Cha kwanza, Trump alikata misaada ya kiuchumi, lakini vile alivunja uhusiano wa kidiplomasia. Mwanadiplomasia wa Afrika Kusini ambaye Marekani alirudishwa katika nchi ya Marekani. Kwa wamekuwa hawaelewani. Lakini vile hawa South Africa wapo katika umoja wa kimkakati wa BRICS. Sawa, ambao kuna Urusi, kuna China, kuna India, kuna South Africa. Na kuna mataifa ambayo sasa hivi yameingia, kwa mfano ya Iran, kwa mfano UAE, Saudi Arabia. Sasa kuna utofauti mkubwa sana wa kimtazamo. Lakini vile ukitazama ni kwamba South Africa mwaka huu watahosti G20, nchi tajiri zaidi zenye uchumi mkubwa duniani. Marekani anatakiwa aweze kuhudhuria. Mwaka jana ulifanyika Brazil, mwaka huu unafanyika hapa Afrika Kusini, katika nchi ya Afrika Kusini. Sasa Trump alivomkaribisha bwana Ramaphosa katika speech yake kabla ya kukutana na Rais Trump, alikuwa anajua kwamba tunataka kuzungumza masuala ya biashara, ya kiuchumi, sawa, uhusiano wa kidiplomasia. Lakini bwana Ramaphosa alipofika Ikulu akaambia sikiliza, akamwekea video kwamba baadhi ya wanasiasa wako, kwa mfano kina Julius Malema, na Julius Malema ni kiongozi ambaye anatajwa na msimamo mkali zaidi dhidi ya wale warowezi. Na wenyewe wanasema kwamba hii nchi ni ya kwetu, hao walikuja wametukuta, waondoke tuachie nchi yetu. Sasa kumbuka kuna nchi ya South Africa, hawa of course walikuja kama warowezi miaka ile karne ya 16, lakini kumbuka pale wamezaliwa pale, wamekulia pale, ni sehemu ya nchi yao. Lakini likundi kubwa la wazungu limekuwa likimiliki karibia 75% ya uchumi wa South Africa. Ndio maana kumekuwa kuna yale, kwa mfano masuala ya xenophobia kule South Africa yamekuwa yakitokea. Waafrika kupinga baadhi ya mataifa au nchi nyingine kumiliki shughuli za kiuchumi. Sasa hivi yale ambayo anaonyesha Trump dhidi ya Ramaphosa ni kama kutuma ujumbe. Na nafikiri sasa hivi umekuwa ni utaratibu wa Trump kwamba ukienda kumtembelea, sawa, anakuwekea kwa kwanza anakubomoa mbele ya waandishi wa habari, tafutia shida zake. Anakubomoa mbele ya waandishi wa habari. Kama alivyomfanyia Zelensky, umekuja hujapendeza, hujavaa suti, unakuja kwenye ikulu kama hii kubwa hujavaa suti na mbomoa. Na yule Ramaphosa naye akutegemea. Alikuwa anajua kwamba sasa South Africa na Marekani tunashirikiana. Lakini vile vile kwa Marekani vile vile kwa South Africa naye ni South Africa, unajua katika Afrika nchi ambazo zina uchumi mkubwa ni Nigeria na South Africa. Kuna Afrika nchi ambazo zipo katika G20. G20 ni kundi la nchi 20 matajiri zaidi duniani, ipo South Africa peke yake. Kwa hiyo kiuchumi South Africa ni muhimu. Sasa vile vile Trump anatuma ujumbe kwamba sisi tunasema anaita wale, unajua Trump ana zile sera za uafidhina za kupenda ile wanasema white superiority. Yaani rangi ya nyeupe iweze kuwa juu zaidi. Na ndio maana walikuwa wanapinga sana kwa nini sisi tuongozwe na Kamala katika nchi ya Marekani kwa uchaguzi mwaka jana. Kwa sababu amekuwa akiwatetea au warowezi wa South Africa, amekuwa akiwatetea Wayahudi, akitetea race ya watu weusi. Sasa namna ambavyo serikali ya South Africa inavyoongoza hawa inavyowatetea wa Afrika ambao warowezi imekuwa ni sofa mkubwa zaidi. Na ukiangalia kwa mfano hata kuna serikali ya South Africa kuna ile GNU, tunaita Government of National Union, kwa kwamba serikali ya umoja kitaifa imekuwa sasa ikiungwa vyama hivyo vitatu. Kwa kwamba ANC,
Democratic Alliance, chama cha walowezi, lakini chama cha Inkatha Freedom Party. Sawa, ndio vyama hivi vitatu. Kwa hiyo kuna muunganiko wa serikali South Africa, ina serikali ya walowezi, ina wabunge wa walowezi na wabunge wa NNC. Sawa. Sasa hii kumbomoa mbele waandishi wa habari ni kutuma ujumbe kwamba sisi sera zako South Africa hatukubaliani dhidi ya matendo yenu. Kwa vile ni kuonyesha namna gani hao wazungu kule South Africa wamekuwa na nguvu zaidi kuliko East Priority nyingine. Sawa, tutakuja kuendelea kuzungumza mengi yaliyojiri kwenye taarifa mbalimbali kwenye wino mzito tutakaporejea 12 kamili. Ndio hiyo hapo. Huyo ni Godfrey Mchungu, nipo na Samson Charles pia kuelekea 3 kamili za asubuhi. Maoni yako tuandikie kupitia 0683 802966. Tupo live pia kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube wa East Africa Radio. Unaweza kwenda kule, lakini pia mitandao mingine yote ya kijamii tunapatikana. Andika maoni.